Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote. Bana, karibu kuna wiki ya mshike mshike. Mbele zako ni update na niko na moja kati ya watu wa S ya pili, SD Sport, ambao wamekuwa na wakati mbaya kwa back in days na ligi kadhaa za nyuma, lakini pia leo kuna Kasako Media round 4 wapo kwenye kundi F ambao wamekutana na Alliance de Force, R1 Sport na K1 Mtetezi. Niko na Kongwe hapa, atakwenda kujitambulisha kwa wale wasiomjua, tuweze kujua watafuzu vipi kwenye hili kundi ambalo linaonekana ni tanuru la moto. Kaka vipi? Poa. Shwari. Kwa wasio kujua leo wapate fursa kukuona. Kwa majina naitwa Mamboleo Mboma. Okay. Mimi ni mchezaji wa SD Sport tena Kongwe golikipa. Ila kwa sasa nishakuwa namba 9, nisho sana kwenye timu ya SD Sport. Yes, umeiona draw ambayo ni S ya pili, Alliance de Force, R1 Sport na K1 Mtetezi. Hii kundi kwako unaona ina ugumu kiasi gani? Hiyo kundi naweza nikasema kwenye ligi hii ndo kundi ngumu sana, tena ndo kundi kubwa sana. Ila sisi ni wazoefu wa ligi na tuweze tukaanguka kwenye hatua ya makundi. Yes. Kwa hii kundi kuna Alliance de Force ambaye ndio bingwa mtetezi, na tunaelewa kimsingi ukishakuwa bingwa sio rahisi. Huenda yale makali hanayo mpaka sasa. Na ikija kutokea mechi ya kwanza umepangwa wewe na Alliance de Force, unahisi kuna lolote utakalolifanya kwenye mchezo huu? Ndio, mapema sana kuna lolote ambalo naweza nikalifanya kwa sababu ni timu ambayo naijua. Ndio, yeye ndo bingwa mtetezi wa ligi hii. Najua mchezo wake ukoje, uko hivi kwa hata nikipangwa naye kwenye mechi ya kwanza ni lazima tutafanya vizuri sana. Yes. Mchezo wa mwisho wenyewe kukutana Alliance de Force alikuangusha kwa 16, ilikuwa ni hatua ya mikwaju. Unahisi na wewe ni mmoja kati ya watu ambao walipoteza siku ile. Unahisi ukija kukutana naye round hii tena kwenye hatua ya makundi, ukikumbuka alikuadhibu kwenye 16 ligi iliyoisha, na wewe ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipoteza siku ile, kuna lolote ambalo unaweza kulifanya? Yaani naweza nikasema cha kwanza nimeshukuru sana tena tumekutana. Ndio alituangusha kwenye hatua za mapenalty, ila ni vizuri kwa sababu tumekutana naye kwenye hatua za makundi. Yes. Ila hapa nasema yeye labda akicheza sana atoe sana. Yes. Yeye ndo bingwa mtetezi sijakataa, lakini akicheza sana atoe sare. Kuna hizi timu tatu, unahisi timu gani ambayo utakwenda kujichukulia point 3 kirahisi? R1 Sport, KM Mtetezi na Alliance de Force. Wewe unataka nitaje timu moja au timu ngapi? Moja tu ambayo unahisi hii hapa mimi naenda kuchukua point 3. Hapo R1. Mapema sana nachukua point 3. Kwanza uzoefu wa wewe na R1 uko vipi? Rekodi umempiga amekupiga yeye? Wewe R1 rekodi na mzidi rekodi. Okay. Ndio maana nimesema kwamba eti lazima pointi 3 nichukue kwa R1. Yeah. Kulingana na hali ya sasa ya S ya pili ambayo wewe ndo unaijua, ni timu gani ambayo unahisi utamani kabisa kukutana nayo kwenye hii michuano? Labda mkutane finali. Kutokutamani kukutana nayo? Yaani timu ambayo unaona hii hapa no, kwa hali yangu hata kama najihisi niko bora, lakini nikikutana na mtu fulani hapa nakufa. Kwa hiyo bora tu nisikutane naye. Yaani usiwe mnafiki, sema wazi timu ambayo unaona wewe ni kipengele kukutana nayo. Ila sawa, mimi nimeshukuru sana kwa swali hilo. Lakini mimi naweza nikasema kwamba sina uoga na timu yoyote ile. Sio kwamba eti kuna timu ambayo ninayoikimbia labda hii iko hivi hamna. Yes. Mimi kwenye timu zote, timu ambayo nitakayokutana nayo ni hiyo. Mcheze kama yeye atapata matokeo mazuri sawa, lakini sina timu ambayo ninayoiogopa kwa sasa hivi. Unatamani kabisa kukutana na Abetu Abaye Manyuki? Natamani sana kukutana nayo. Yes. Kwanza ningetamani hata kwenye hii hatua makundi tungepangwa nayo kwenye kundi moja. Uonyesha yale makali. Yes, ni moja kati ya timu ambayo umekuwa na ukame sana wa makombe. Tutarajie nini kwenye hii ligi ya Kasako round 4? Hii ligi tushakuwa na ukame wa makombe kweli. Tushakuwa na ukame wa makombe kwa sababu bado tumechukua kombe 2 na sisi kama SD Sport ni timu ambayo inayojiandaa kwa kuchukua vikombe. Sio kwamba eti waga tunashiriki ligi, tushiriki tu twende kucheza ligi, hapana. SD Sport ni timu ya vikombe. Kwa naweza nikasema mashabiki wote wakae attention kwa kusubiri kombe la 3
kwa msimu huu tunaenda kuchukua kombe la 3. Yes. Lakini hii ligi inaonekana kuwa ngumu kweli kweli, kwa sababu baadhi ya timu nyingi ambazo ni nzuri zimeshiriki, na watu wengi wana zile dhana za kusema kwamba SD Sport hawezi kuchukua kombe lolote tofauti na JRS, kwa sababu rekodi ziko hivyo. Umecheza finali 3 za JRS, umepoteza 1, umeshinda 2. Kwa namna moja hii huwa hiyo asili ni watu wa S ya pili. Kwa hapa kambini naweza nikasema kwamba eti hakuna ligi ambayo inayosemekana kwamba eti ni ligi mbovu. Kila ligi yote huaga ni ligi ngumu, na ukishasema kila ligi ni ligi ngumu, hata hii watu wanasema kwamba eti ni ligi ngumu, ni lazima sisi tuonyeshe makali kwenye hii ligi. Ni lazima na kikombe tutafanyaje? Tutachukua tu. Najiamini, tuna kikosi kizuri, tuna wachipukizi wanaocheza vizuri. Kwa sasa hivi najitegemea, nina watoto wazuri wanaojua kufanyaje kucheza mpira. Nategemea watoto, ikiwemo na mimi mkongwe wao, nakaa pale namba 9 ili niwe na jaza tu. Yes, kwa kumaliza kabisa, za chini kabisa nimezipata, zinaambia kwamba mpaka sasa S ya pili amna kocha, na yule ambaye mlikuwa naye mliweza kumfukuza kwa mechi ile ya derby dhidi ya Abetru Habeye. Ni kawaida kocha akifanya vibaya Ulaya na kimataifa, huwa tunashuhudia wanapewa barua ya kuacha kazi, na mpaka sasa taarifa nilizopewa ni kwamba hamjapata kocha. Kuna lolote ambalo unaweza kuliweka wazi kusudi watazamaji waweze kujua timu yao iko vipi? Sawa, nimeshukuru sana kwa hilo swali, ila naweza nikasema kwamba kuna watu ambao wanadadisi vitu ambavyo visivyokuwa. Sio kwamba sisi tulimfukuza kocha hatujamfukuza, ila kwa sasa naweza nikasema kwamba eti kocha wetu bado yupo, ila sema yeye hataki tena kushiriki ile mchezo. Yeye mwenyewe ndo amesema kwamba eti ameona kwamba eti hana bahati na nini na timu, ila sisi kama wachezaji hatujapata barua yake ya kusema kwamba eti amefanyeje, ameacha kazi, na hakuna barua inayosema kwamba eti sisi kama SD tumemfukuza nani kocha. Hilo swala lipo. Kwa hiyo hizo habari ambazo zinazungumzika chini ya carpet watu waachane nazo, ni habari za uongo. Ni kama vile ambavyo tunaweza tukaona kwenye msimu huu tukaa na kocha wetu yule. Yes. Au akasema kwamba eti yeye ameona kwamba bahati hana, akafanyeje, akatulia kwanza. Yes, shukrani sana. Bwana, huyu ni Mamboleo Mboma, mmoja kati ya wachezaji ambao wana historia kubwa sana katika mazingira hapa kwetu, wamefanya makubwa sana, lakini sasa amejitangaza kwamba yeye ni namba 9 official wa S ya pili. Lakini pia kuna ile kundi ambalo linaonekana ni tanuru la moto, Ayas the Force, Mtetezi, R1 Sport, SD Sport, amesema kwamba yeye anatoka humu kabisa akiwa na pointi zake ambazo zimeenea. Bana, ni wiki ya viwanjani, mshike. Mimi ni update, hii ni Kasako Media, nitaendelea kuletea update za viwanjani kuweza kupatia burudani moja kwa moja kupitia lukuzi yetu hii ya Balezi. Hii ni Kasako Media, nyuma ya kamera alikaa mwamba sana Omikan Kikofia Bumba. Kasako Media, one power ahead. Hii ni yetu sote.